nadhani hakuna mwenye ajui kama entre Satbi na Fariaz kuna kwa kitu kinya akiendeki. Tunabiona yako ma internet des fois utaona yeye anajibia hivi, utaona yeye anajibia hivi, ma statut yanaandika hivi, huyu anaandika hivi. Unafika na comprendre kama tout quoi ça ne va pas. Ça qui ni kwa tani nieleweshe bafana. Parce que plus bafana juu banaona niko rafiki ya Fariaz. Alors au bana penser que ngisi champagne ni rafiki ya Fariaz, awezi akaongea na Satbi. Unaona? Donc niko taonesha watu kama problema Satbi na Fariaz sio problema Mr Champagne. Champagne iko na problema zake yeye peke parce que niko artiste indépendant. Sina contrat Bantu Boy. Sina contrat mu Empire. Unasikia? Baby kuna contrat Bantu Boy ni Kiliku, unasikia Double J, mu Edis Boy, mu Empire Erika, nani Belna ici, Benturo ya. Ndio kuna contrat. Unaona? Mais Champagne yeye ana contrat. Champagne anajifanyia clip peke. Ajitafutia franga mi peke, ndafanya mama biangu nipite à gauche à droite, juu nipate ile franga ya kufanya clip. Mais unaona bale bana biko na biko mwele nani yao, mais bana wafanyia kila kitu. Unaona ya. Donc siwezi kuwa kotea huko na kotea huko. Juu nikijifanya niko kotea huko na kotea huko, maana yake ndakujifungia milango. Inakuwa sio bien. Alors mimi niko natafuta njia. Unaona niko natafuta njia yangu na mimi niishi. Sasa mbona Champagne uko na roho nzuri kweli Uko na roho nzuri, hauna kitu ya roho mbaya. Bifu yako na wale mwenzako epifamba isha au hamjaongea bishi. Sasa kuhusu vya nani vya epifamba tete tusiongee tena. Unaya pesi mimi namuongelea. Mimi niko na success pour le moment. Niko na success. Unaya nikuexpliquer kitu. Unaya kutumika na Fariaz. Sawa. Sio blague. Fariaz ni artiste mkubwa wa Burundi. C'est un artiste que moi je respecte beaucoup. Non, ashafa vitu vingi. Non, ni msanii mwenye ukiongelea Burundi, kisha unaongelea ba artiste, unaongelea muziki ya Burundi. Deja hauwezi kuongea Burundi au yatea jina Fariaz mwambie muziki. Unasikia? Donc c'est un artiste que je respecte beaucoup. Iko na talent yake moya hivi ya maajabu. Alizaliwa nayo na ni artiste mimi namheshimia sana parce que alimaintenir mon game ya muziki depuis mpaka leo iko tout mon temps. Génération na ma génération. Alors kutumika naye chanson sio blague. Kisha niko kupeleka juu nikukudile kule kwa femme. Unasikia kutumika naye chanson sio blague, je kukubali. Donc il faut una talent. Unasikia? Ndio kukubali. Baadaye unatumika chanson na Satbi. Satbi ni artiste mwenye iko na vitesse moja yenye sio ya kawaida. Iko natumika na fama featuring mwanzo nje na ba artiste wenyewe uko nasema bwana unaona mtu unamwangalia kule Tanzania, unaona kepeti uko na tibro ba Basile, unaona iko na tisha Tanzania. Mais Satbi anakokotana naye wanafanya chanson. Unaona akifanya concert zake ma evenement zake ni problem. Unaona alifanya evenement pale kula Costa Beach, sio blague, unalipisha 5000, sio kila artiste. Hauwezi kuvamia unapenda Costa Beach. Sio kila artiste akavamia kufanya show pale. Non. Mais Satbi alipapiga na akafanya show. Unaona? Na wale watu walikuwa pale ni watu bengi sana wenye banamtoshelea kama yeye artiste musicien. Alors natumika na Satbi, natumika na Fariaz. Ambia kwa famba ende tumika na Fizo, kwa Fizo ndio zakaitika. Wala mtume ande tumika Satbi, kwa Satbi ataitika. Tasikia tena nafasi nafika fasi ni mungesha famba hivi na hivi. No. Niko na muda ya kuswanye ma relations zangu, ya kutafuta maisha yangu, nifanye muziki yangu, concentration, nifanye kazi. Niko artiste mwenye kila mwezi natoaka audio video. Je pas le temps ya kuongea maneno ya famba, non parce que niko na success mingi dunia mzima. Mimi naniangalia Diamond anaangalia vitu vyangu hapo, nikipostea naangalia, tunaandikiana ma statistics zake, mimi naona kama inosibi bote. Alors pourquoi pas nianze kala tu chini Diamond niko nafuata emission yangu, asikie niko naongelea famba, nataka muyue jua Champagne. Salut tout le monde, ndabaramukije cyane nasalimu. I hope ko meze neza hano hose muri Neozira koze kuri micro ni Siren Vibes nko memenyereye. Mayo tuko twumva turondera amakuru mashica nk'ibintu biko biravugwa canke amakuru ya star banyu, abantu muri musique mu canke mu artiste batandukanye mu bintu bitandukanye, c'est pas bose ndagira ngo tubaze amakuru yabo canke tumenye ivyo bari nko canke byamaze migiye. So uyu munsi turi kumwe rero n'umuntu umustar vraiment, ariko rero mutamesho Mr. Wisho Mr. Champagne muzabituko kandi muramutama mumve fituko yake Champagne mambo po kufesh
Niko bien jitambulishe basi. Yo, ça c'est Mr Champagne, la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Appelle-moi commando par la commando, les commandants qui commandent, tous les commandants qui ne sont pas commandés par la télécommande. Mr Chechebele. Hiyo kwa sijaisikia. Kama ni komanda kukomande wa telecommande sijui. Les commandants qui commandent, tous les commandants qui ne sont pas commandés par la télécommande. Yaani wenye wako commandé par hawako commandé par télécommande au commanda wao. Wewe hauko commanda wao. Mimi wako commanda wao. Maki bale botu na yake abakoyeba na ba commander. Champagne na ba commandaka. Sasa kama mimi sina mtu wa kunikomande, maana yake uko komanda wangu. Napasha kukomande bien. Kwanza mimi nakupenda sana. Asante Champagne. Ngabzi bizara even ni Mr Chechebele. Chechebele maana yake Chechebele ni nini kwanza? Maana Chechebele maana yake kufurahi, kujiachia, kuwa free, yani freedom mu English. Freedom. Tena ushajua English sana na unagat master tingo ngo wenje ngo utamkaribisha Yemi Alade sijui Yemi Alade welcome Burundi. Sometimes najua mimi nakuwa napenda ni kuna fresha wafanzi wanapenda sometimes watu wanaishi tu stress ziko mingi makrize manini mais unajua kama uko artist musicien usibakilie kwa muziki tu sometimes unaweza kufanya video kwa kufresha wafana unaona ya ile video niko na nafanya ma repetition kinampoke Yemi Alade hata kaunda biweza kwa Yemi Alade welcome. Yemi Alade welcome. You so sexy. Sitaweza kuvirudilia hapa. Aweza fanya video za chusha choma nakuwa niko tu bien. Nakuwa niko bien. Unajua mimi niko na talaya mingi na kuna vitu vingine bila nikuyaka tu sur place. Na hata pasa inaweza nikakuwa napata inspiration, naweza nikapata maneno ya kuongea. Kama sasa inaweza ongea niko na conseiller bwana Ulaya waache kustresser bibi yao, njoo bibi yao waletea wa polisi. Yeah. Nimeshasikia hiyo video unawapatia ma conseil wa bwana wa Bulaya. Ushaishi Bulaya au wewe ndio unakwambia wa conseil wa bwana zao au vipi? Yeah, unajua leo dunia leo ishakuwa fupi. Unayo tuko tunafanya pasa hii. Kama uko na mtu mwenye unataka abifuate saa hii en direct ni Instagram et tunatia live na tufuata direct, unaona ya donc dunia ishakuwa ndogo. Sasa habari zote za Ulaya tunazipataka, tunaya kila kitu kinaendeka kula tatu shule, tuna bandogo, tuna marafiki, tuliwahi kuwa na babibi lakini sasa sina bibi. Ushaga muhewa au ushaga kuhewa? Tuliebana kasi wote. Ni muhewa Mr Champagne. Juu mimi sasa mwanamke ni kiumbe kenye ifo kukibembeleza, kukidekesha. Sasa mimi siwezi nikaiba mwanamke. Unaona? Nikishajisikia simtaki. Siwezi nikamwambia seme sikutaki tena wala bishi. Unamwambia kwa roho nzuri, shedi. Mimi nasikia sikupendi hizi siku kisha nikamwambia vile. Unakuwa tu makaprice mais siwezi kwa kawaida mtu mimi siwezi nikakatala mwanamke. Sio kitu kinaweza kanifanya tu nikatale mwanamke. Peut-être infidélité. Bon, naweza kaisaidia kumconseiller juu acha infidélité, mais nikiona binashindikana ataki kuacha infidélité, basi ndamuonesha tu kombe de fois kama abaki na yule mwiko naye, mimi aniache nibaki kifyangu. Lakini kwa kusema sasa mimi nitafute makisa ya kumkoroga mwanamke, je ne pense pas qu'il inaweza kukoroga mwanamke maisha yangu. Unaona ya. Maana wewe hauwezi kuwa infidel. Mbona unasema kama wastani unapenda kuvanga wanawake zenu, acha kufikia wao mvangi? Mimi sizigavanga mwanamke. Ona kuvanga mwanamke inatoka d'abord kwanza inatokana na comportement ya mwanamke, gisi muliishi na gisi muko naye kimapenzi, nitaweza kutuma muvangi. Lakini kama mwanamke angushika fresh yote yuko na besoin kupatia, pourquoi muvangi juu ya nini? Ega mwanamke mwingine vyote venye iko navyo ndio yule mwanamke iko navyo, unasikia? Yeah. Kama kwa kitu kile mwanamke iko nacho kinyona ya sheria kwa naacho, wewe pia unaweza kumuankadria, unamuonesha bianza kwa nafanya, basi atavienda ajiadapte pole pole, basi mapenzi ni kuongozana. Mais ile ya kusema si mstari wanapetongoza sasa, kwanza bastari ndio kwanza wanapenda sana. Oni si Emega anapenda sana. Emega sana anapenda nani? Shunga sitaki. Stop. Acha niache. Anaambia Emega anapenda nani? Acha bwana, no. Unatubania tuambie si bastari tunapenda sana. Si bastari tunapenda sana. So kama mimi, unaweza kusema nakupenda wewe.
Wewe ukinitikia tupendane. Wala yake Musa kuvanga kwetu. Wala yake. Na ukinivanga na ushasema kama hawezi kunivanga na kuja hapa kusema nasema Mr. Champagne na ivanga. Wala yake bila yake Mungu. Ukisikia sasa mimi nakuvanga. Ayo haki ya Mungu na kia hapa tu kwa emission unasema Mr. Champagne alinivanga. Tupendane basi. Mimi nakataa spendi. Nakataa. Champagne turudi kwa nyumba yako Chechebele. Umefanya remix na Sadbi. Kwani kwanza umeamua kufanya remix na Sadbi? Sababu ulikuwa nayo avant na ukafanya remix na Sadbi. Kwa nini umechagua Sadbi? Kwanza Sadbi ni artiste mwenye mimi naheshimia sana. Artiste mimi naheshimia na ni artiste mwanafanya kazi zake bien. Na kwa unaangalia tu actualité zake, umwangalie a partir ya internet. Unakulomba mtu collabo. Kuna kwa vitu fulani vinatuma ulombe mtu collabo. Usilombe mtu collabo tu juu muimbe, mujifurahishe bishepa lapana. Unaomba mtu collabo una viser kitu fulani, yake tu afanya hiki kitu na yeye kama na hiki kitu nakifanya mtu mzima. Huyu mtu nafanya hiki kitu na yeye kitu kitafika fasi fulani. Unaona ya Sadbi kwanza ni mtu mwenye ukiangalia tu kwanza tumwangalie kwanza kwa réseaux sociaux ni artiste mwenye ana travailler qui on a senti et attaque toi chanson par jour unaangalia watu wenyewe wanajibobiliser juu baenda angalia chanson yake kwa YouTube una senti que ni artiste mwenye kwa réseaux sociaux iko na puissance yake fulani ku Facebook même ça bien za poster kitu ku Facebook mu 5 minutes unaweza kuona shafika hata 20 commentaires 30 commentaires c'est pas facile sio facile parce que kwa taba artiste bakubwa mimi najua ukienda angalia internet zao artiste bakubwa tofauti na Burundi mbali na Burundi unaweza unaingia ku Facebook yake akiposter hivi unakia kutata après 1 heure ndio unakuta hata saa hata 20 commentaires unaona inakuwa ni kitu kiko ya na tena ni c'est un artiste talentueux iko na talent na problème yangu mie nikianza ongea mtu nikianza mtapa inakuwa sijui Champagne anakoka na shobo anakipendekeza kama kawaida yangu mie kama mtu anafanya kazi nzuri naongeaka. Ndio kawaida unaongeaka nasema. Donc kama uko na kizuri ndasema, kama uko na défaut nasema. Donc c'est un artiste c'est un bon artiste, mon artiste mais qu'on a travaillé ça na niliona que nilipréférer que tukitravaille na ile chanson itafika mbali de plus parce que nguvu ya mtu mmoja na nguvu ya watu wawili na kwa iko wiki tofauti. Na kitu ulikuwa unategemea kwa Sadbi kipata? Kitu kilikuwa tegemea kwa Sadbi si collab ile shafika si tulikuwa tegemea collab. Yani unaongea kama yuko na platform yuko na watu wengi. Yani ulikuwa unategemea watu wao wakuje kama ni kumanani zako watazame nyimbo yani mafanzi wa Sadbi. Ushawapata? Bon si viser sana mafanzi wa Sadbi juu fana kukupenda hata kupenda juu liimba na msanii wake. Anakupenda juu travail yako, kazi yako. Unaweza kaimba, mimi naweza kaimba par exemple sai na Diamond au naweza kaimba na Fally Ipupa. Kama hiyo chanson sikudonner effort ya mingi, bataifuata tu wanaangalia Fally alimba na nani, huyu ni nani, mbona alimba mbaya huyu ni wa wapi? Unaona banaona tu binishia pale na basi fuatilia kazi yangu wala basi nijali. Mais bakiona que niko na talent ya mingi, niko na travail ya mingi batanipenda. Donc quand nifanya hiyo chanson sio juu niko kote bafana Sadbi non. Nilitravailler na hiyo chanson ifike mbali. Na Chechebele ni lugha gani? Ni Kiswahili, ni Kilingala, ni Kirundi, ni lugha gani? Chechebele ni lugha ya Afrika. Unayamu Afrika mko malugha ya za ajabu. Unaona sasa bafana mkishisikia vile mumu isikie tu kama iko bien mkinywa. Wewe iseme tu Chechebele itoke. Ujuta lugha ni Kizimbabwe, ni Kibotswana, ni lugha ya Afrika ya hapa kwa lugha ya Afrika ni Kibantu. Sasa nataka kuambia kama ni Kibantu. Hiyo lugha ni lugha ya ajabu sana. Ni lugha ya ajabu sana ni lugha tu ya Kiswahili ni lugha ya Afrika, ni lugha ya Afrika. Juu ile Chechebele ukienda Baghdad una maana Chechebele. Maana Chechebele maana yake mwanamke mzuri. Unaona ukienda Zimbabwe maana Chechebele jiachie furahi. Chechebele. Ukienda mangamo kule Kasai ukikiongea Chechebele maana yake anakuambia mwanamke mwenye iko na nyuma ya mingi utadiko na Chechebele. Unaona doke unaya lugha kila mtu nikamata kisa naichukua lakini mimi natumikisha kote ya Zimbabwe doke jiachie kwa freedom fanya kile unajisikia. Mimi najisikia sasa ni kunywa pombe ni leo nilale. Kunywa ulale basi ukikufa mtakufa wangapi? Unakufa wewe peke. Ndege hapo uko unajichechebele. Sawa Mr. Champagne. Kiukweli wewe ni Mrundi kazi au ni Mkongomani? Mr. Champagne ni Mwafrika. Mr. Champagne ni Mwafrika. Unayo? Sasa mbona bado kumesema kama uko Mrundi kazi? Ile en fait kwa ni emission unayami Kirundi sikijui sana.
Kirundi mimi sikijui sana sasa. Iliweza ni échapper. Kama nisema Murundi kazi, mimi nikaiona maana niko Murundi wa kufanya kazi. Sasa sikujua kama Murundi kazi kwa mwanamke. Sasa mimi nikaenda sema jewe ni Murundi kazi. Sasa basi kwa mimi nikadekone yangu yote. Unaona ya sasa niko na yua kama Murundi kazi maana yake Murundi mwana yafanya kazi. Ya mimi Mr Champagne ni Mwafrika. Basi ukiongea ukisema Mwafrika, si Waafrika sote tunafanana, tuko wamoja. Yeah. Sasa mimi najua kama Mkongomani. Ya, en fait unajua kukua Kongole. Sawa, Mkongomani ni Mwafrika ni sawa, na Mrundi ni Mwafrika, lakini inchi kama mimi hapa ni Mrundi kazi. Okay, origine yangu. Okay, origine mimi niko origine kabisa, origine yangu. Unaona sema tunafanya Kongole. Au Congolais artiste burundais. Au Congolais mais artiste burundais, tu préfères être burundais, tu préfères être congolais? Je préfère être africain parce que on est tous unis. On est tous les Africains, on est là pour faire la musique, donc kufurahisha bafana, bafurahi, bajiamize kama gisi unaona ka Diamond anakuja hapa, donc on ne cherche pas kujua kama Diamond ni Mtanzania au nini, mais kila mtu anaenda tu para furahi asikie Diamond alimba nini, babalao 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 babalao, non parce que c'est ça. Comme Aguisson Onaka, Maître Gumsi, c'est un Congolais mais un travail français. Comme Aguisson Onaka, MHD, ni Togolais mais un travail français. Donc moi au sens, non là, moi au façon, Mr Champagne, il a origine à Congo mais anatumiki à Burundi, il a fierté à faire musique Burundi, anafurahisha Burundi, donc il a représenté nchi ya Burundi kimuziki, c'est ça. Na zamani ulikuwa unajiita Mr Champagne du Burundi. Zamani mimi ya Fally du Burundi. Avant mimi nilikuwa nakujua kama Fally du Burundi. Na après ukageuza jina. Kwa nini umegeuza jina? Bon, singendela ile Fally du Burundi parce que siko Fally pupa. On yo plus naendelea kutravailler, plus temps naendelea kupanda. On a leo nafanya émission kwa RFI, après on a fait émission na Ali Bilali wa RFI. Imaginez est-ce que kwa RFI radio ya dunia, BBC radio ya dunia natani présenter à Eko Radio. Fally du Burundi. Ça Fally na mwe nafuata sema ça tunakuwa Fally wawili. Donc il fallait nikie na jina yangu, donc créativité natoka na jina yangu sasa. Kwa nini ukuma jita Fally du Burundi? Bon, en fait nilikuwa nita Fally du Burundi parce que ni jina bali usani surnommé. Asa nilikuwa fana Fally sana. Bon, banasema tu mimi nafana Fally sana. Sio nikifanya hapa tu sasa nikifanya agreement ya Fally utoa tu mimi nafuchwa nibifanye woni. Donc c'est ça. Donc non nikifanya vile nafana Fally. Yeah. Mais ndio sema kwa nitaona Champagne nafana Fally popa sana nini. Na yeye jina kabakia Fally du Burundi. Basi na nikalibakia mo hivyo. Mais un certain moment nikaizimishwa na hii sajimika. Yeah. Lakini mimi nilikuwa sijasahau. Na Mr Champagne wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya tu video sana tena sana. Lakini hizi siku zinashono umefanya video na ukaitia kwa platforms yako yote, nasema Facebook, yani ukaitia kwa Instagram na ukaitia paka kwa YouTube. Ilikuwa unaelezea wafans kama ni Wasadbi na wafizo. Ngo waache vitu ya kusijui. Hata kwa tuitie kisha watu waone tutarudia tena. Yo, bonsoir à tous. Hii video naja adressé ku Bafana ya Big Fariaz na Bafana ya Satbi. Ok, si j'adressais kwa Fariaz wala kwa Satbi, non, naja adressé ku Bafana ya Fariaz na Bafana ya Satbi. Munisikie fresh. Cha kwanza mkuu mnajua kwanza kama Champagne ni artiste mwenye ko independent. Sawa. Champagne anafanya muziki yake ana kote, asi niko kote fulani wala niko kote fulani. Non. Niko artiste mwenye najilipiaka nyumba, niko artiste mwenye najikulisha, najivalisha, najilipiaka audio, najilipiaka video mimi mwenyewe kumfuko yangu. Sawa. Sina contrat na Bantu Boy, sina contrat na Empire. Lakini Fariaze ni rafiki yangu, Satbi ni rafiki yangu. Alors, probleme ya Fariaze na Satbi sio probleme yangu. Conflit ya Fariaze na Satbi sio conflit yangu. Mimi nafanya maisha yangu, juu natafuta maisha yangu. Bantu Boy kifanya evenement, Champagne
Bwana ni mtu wetu, tunatumika naye, ni mtu iko bien, hayatongea mubaya wala hatusema mubaya, tuko na evenement tutamuita kia perform. Bataniita sans problème. Empire kiko na evenement, tuko na besoin champagne, ni rafiki yetu, tunatumika naye bien, hayatongea mubaya, bananitisha, nda perform sans problème. Lakini niko napokea ma message kama naamua kufanya video parce que ma message zinakuwa mingi. Oh champagne anakuwa hivi, oh champagne hivi na hivi, champagne hivi na hivi, champagne hivi na hivi. Non. Niko artiste indépendant. Niko na besoin carrière yangu. Niko na besoin na mi kesho nipate quelque chose huko, nipate quelque chose huko. Nikikuwa na Fariaz tunaongea mimi na Fariaz bibi natusu mimi na Fariaz. Nikikuwa na Satibi tunaongea mimi na Satibi bibi natusu mimi na Satibi. Siku mtasikiaka tena champagne alikala fasi akaongea Fariaz mubaya, nikaenda kwa emission nikamtukana nikafanya hivi. Pale ninakuwa niko mtoto mubaya parce que ni artiste mwenye mimi na respecter na alinisaidia bia mingi. Il faut être reconnaissant. Ya kwanza mtu anakupatia collab, yeye kwanza deja ni msense ya kukusaidia. Sawa? Okay. Siku mtasikia mimi nekala fasi niko naongea Satibi mubaya. Pale ndakuwa niko mtoto mubaya. Sawa? Parce que Satibi na yeye anisaidia bia mingi, alinivite mkonsere yake, sawa? Na akanipa collab. Nao ni kitu kikubwa. Sawa? Alors, kiufupi nitasema nini? Juni siongei mingi zaidi. Kama uko fana wa champagne, nipende mi champagne. Usinipende champagne aseo napenda champagne juu ya Fariaz, utakuwa uko fana wangu. Usinipende mi champagne yote napenda champagne juu ya nani ya Satbi, utakuwa uko fana wangu. Ila nipende mi champagne juu na nipenda mi champagne mkazi zangu zenye mimi nafanyaka mi champagne. Nadhani mnanifuata bien. Makosa ni kuikala kwanza tukanana. Na ukikuwa fan mnapenda muziki ya Burundi, sidhani kama unaweza kasirika kuona champagne kunaongea bien na Fizo, champagne anaongea bien na Satbi. Mais ukikuwa upendi muziki ya Burundi, njoo utasirika. Dia. Kawaida yangu mimi mtu akifanya bien na mtapaka. Mnaona bien gisi Fizo akifanya bien na nani kuna mtapa na mpaka pengine bakaanza sema niko fan wa Fizo. Satbi niko nafanya kazi za bien na mtapa, sidhani kama mwanza kasirika juu natapa Satbi. Sasa mwanza kasirika juu natapa Fariaz, non. Donc kiufupi ndo hivyo. Sitaki kuongea mambo mengi, lakini nadhani mwenyewe kuna akili deja Aisha nielewa. Donc niko artiste, niko independant, nafanya kazi yangu mimi mwenyewe, sitaki probleme na batu, sitaki probleme na huyu, no. Niko na besoin, niko tafuta maisha yangu. Okay, merci beaucoup. Yaani watu wameona kama ulikuwa unaelezea watu wafanzao Satbi na wanafanzwa wa Fizo waache kukutia kama ni mafujo zao wasikuletee wewe. Yaani tuambie, kweli kuna beef kati ya Satbi na Fizo? Kati ya Satbi na Fizo sijui kama kuna problem, lakini unaya tukona cha hypocrisie tuende kiukweli, na sio tuko binadamu. Tukikuwa tunaongea makodi na kwa sio bien metuongee kiuwazi. Nadhani hakuna mwenye ajui kama entre Satbi na Fariaz kuna kwa kitu kinya akiendeki. Tunaviona yako ma internet. Des fois utaona yeye anajibia hivi, utaona yeye anajibia hivi, ma statut yanaandika hivi, huyu anaandika hivi. Unafika na comprendre kama tout quoi ça ne va pas. Pardon, hein? Pourquoi pas Chanela aandiki yake ilika maneno ya maajabu. Wala Natasha wala vya vile. Unaona ya mais utaona huyu anaandika pa, huyu anaandika pa. Huyu anaandika hivi, huyu anaandika hivi. Sometimes unaona hata kuma concert, unaona kuko matiraima, ma commentaire bafana, unaona bia hivyo ya. Biko wanajibizana vitu bia hivyo. Kivyangu mimi si ma probleme yao, sijue kama biko na bifu, lakini tunabioneaka pale parce que wanakusemaka mvule ikinyesha. Sawa? Kwenye mvula tu limwangika utaona kama hapa mvula ilinyesha. Yes up. Sabili kumiza aje paka ukafanya video ukatia mpaka na ku YouTube? Bon, en fait, mimi nilikuwa nataka nieleweshe kwa watu. Mimi niko artiste musicien. Mimi niko artiste musicien. Nafanya maisha yangu na natafuta maisha yangu. Natafuta maisha. Tu besoin kuishi. Kisha unaniona hapa Champagne. Niko na besoin nikunywe Fanta, niko na besoin nilipe nyumba, niko na besoin nifanye video nzuri, niko na besoin nifanye audio bien. Donc plus ukikuwa mwa conflit inakwenda kutia mlimite fulani. Ule tusimuite ni wa huko. Ule tusimuite ni wa huko. Sasa kinikuwa hata nieleweshe bafana.
parce que plus bafana juu banaona niko rafiki ya Fariaz. Alors au bana penser que ngisi Champagne ni rafiki ya Fariaz awezi akaongea na Satbi. Unaona? Donc niko ataonesha watu kama problema Satbi na Fariaz sio problema Mr Champagne. Champagne iko na maprobleme zake yeye peke parce que niko artiste indépendant. Sina contrat Bantu Boy. Sina contrat mu Empire. Unasikia? Baby kuna contrat Bantu Boy ni Kirikou, nasikia Double J, mu Edis Boy, mu Empire, Erika, nani Belna ici, Benturo ya. Ndio kuna contrat. Unaona? Mais Champagne yeye ana contrat. Champagne anajifanyia clip peke. Ajitafutia franga mi peke, ndafanya mama yangu nipite à gauche à droite juu nipate ile franga ya kufanya clip. Mais unaona bale bana biko mwele nani yao mais bana wafanyia kila kitu. Unaona ya. Donc siwezi kuwa kotea huko wala kotea huko. Juu nikijifanya niko kotea huko wala kotea huko, maana yake ndakujifungia milango. Inakuwa sio bien. Alors mimi niko natafuta njia. Unaona niko natafuta njia yangu na mimi niishi. Sasa mbona Champagne uko na roho nzuri kweli Uko na roho nzuri hauna kitu ya roho mbaya. Bifu yako na wale mwenzako Epifamba isha au hamjaongea bishi. Sasa kuhusu vya nani vya Epifamba tusiongee tena. Unaya pesi mimi namuongelea. Unami niko na succès pour le moment. Niko na succès. Unaya nikuexpliquer kitu. Unaya kutumika na Fariaz. Sawa. Sio blague. Fariaz ni artiste mkubwa wa Burundi. C'est un artiste que moi je respecte beaucoup. Non, na shafa vitu vingi. Non, ni msanii mwenye ukiongelea Burundi. Kisha unaongelea ba artiste, unaongelea muziki ya Burundi. Deja auzu kaongea Burundi au yatea jina Fariaz mwambie muziki. Unasikia? Donc c'est un artiste que je respecte beaucoup. Iko na talent yake moya hivi ya maajabu. Alizaliwa nayo na ni artiste mimi namheshimia sana parce que alimaintenir mu game ya muziki depuis mpaka leo iko tout mouton. Génération na ma génération. Alors kutumika naye chanson sio blague. Kisha niko kupeleka juu nikukudile kule kwa femme. Unasikia kutumika naye chanson sio blague, je kukubali. Donc il faut uko na talent. Unasikia? Njoo kukubalia. Baadaye unatumika chanson na Satbi. Satbi ni artiste mwenye iko na vitesse moya yenye sio ya kawaida. Iko anatumika na fama featuring mwanzo nje na ba artiste wenye uko unasema wane uko na mtu unamwangalia kule Tanzania unaona kepeti uko na Tibino ba Basilei unaona iko na tisha Tanzania mais Satbi na kokotana naye wanafanya chanson. Unaona akifanya concert zake ma événements zake ni problème. Unaona alifanya événement pale kula Costa Beach sio blague, unalipisha 5000 sio kila artiste. Hauzu kavamia unapenda Costa Beach. Sio kila artiste akavamia kufanya show pale. Non. Mais Satbi alipapiga na akafanya show. Unaona? Na wale watu walikuwa pale ni watu bengi sana wenye banamtoshelea kama yeye artiste musicien. Alors natumika na Satbi, natumika na Fariaz. Ambia kwa Famba ende tumika na Fizo nza kaitika. Wala mtume ande tumika na Satbi ataitika. Alors c'est pourquoi nataka kuonesha kama siwezi kuwa na hiyo temps mingi tena ya kuwa naongelea maprobleme yake. Juu mie kwa pour le moment sina na problème tena. Kama yeye kuna problème na mie. Ça va? Anza kuna problème na mie lakini hautasikia tena fasi nafika fasi ni mungesha Famba hivi na hivi. Non. Niko na muda ya kuswanye ma relation zangu, ya kutafuta maisha yangu, nifanye muziki yangu, concentration nifanye kazi. Niko artiste mwenye kila mwezi natoaka audio video. Je pas le temps ya kuongea maneno ya Famba, non parce que niko na succès mingi dunia mzima mimi naniangalia. Diamond anaangalia vitu vyangu hapa. Nikipostia naangalia tunaandikiana ma statistics yake mimi naona baba inosibi bote. Alors pourquoi pas nianze kala tu chini. Diamond niko nafuata emission yangu asikie niko naongelea Famba. Nataka muyue jua Champagne. Hata kumfanyia promo Champagne ni mtu mkali yani manake madam mmoja mnaongea vizuri na Winosb. Siku tutaona maajabu ya collab na Diamond. Chengo shaba statistics hapo. Unaona kama hapa hii ni stati ya Winosb. No. Hii ni Winosb. Donc kwa kuwa na Easter junior ni stati yake. Donc na yiko na numero yangu. Il faut enregistrer numéro yangu. Non ya Diamond sijui kama aliposte stati Diamond akuposte hakuna stati lakini nakuwa niko na numero yake. Naona tunachati kama kawaida. Cameraman Diamond kwa numero 2 donc c'est ça.
cameraman wa Diamond kwa numero 2, donc c'est ça. Kama nataka kuambia kama Champagne sio artiste wa kukamata time nianze kwa naongelea ona ba artiste wenye abana hit. Mimi niko artiste mwenye ifo niongee na ba artiste biko na ma hit song, ba artiste biko na travailler non la ya, donc il est temps ya kusema tuanze jibizana na ba artiste non. Sawa basi nimeona kama unaongea na star kama na Ines B sijui na Diamond. Sasa kuongea nayo kuna usaidia gani? Avantage unapata kwa kuongea na Diamond kwa kuongea na Ines B wewe kama Mr Champagne ni avantage gani? Wewe avantage unapata ukiongea na barafiki yako ni avantage gani? Warafiki yangu sasa wale ni rafiki zao au ni kazi enjoy na wakutanisha. Unajua kutia numero ya mtu mtelefone yako non enregistré. Toke kwa kitu fulani kilikufanya juu enregistré numero ya mtu mtelefone yako. Mimi sitia numero ya n'importe qui mtelefone yangu. Mimi nikitia numero ya mtu mtelefone, maki mimi naweka mole mtu ni wa muhimu kwangu. Unaona? Toke kama numero yangu iko mtelefone ya Diamond na numero ya Diamond iko mtelefone yangu. Na tukuongea tunaongeaga. Diamond sio mtu wa kawaida, wewe pekee unajua. Kwa watu wengi sasa hivi kumpatia numero ya Diamond anapaniki. Na kwanza anaanza zimi. Lakini kawaida. Ndio maana ile siku tuliona amepost kale ka video kuna kucheza kama ile nyimbo yake na Falipu. Hapo mimi naye tukua tu ya famiana kisana. A partir hapa ndio tufika tunafamiana. Maana yeye ndio amekuona wa kwanza au hujamwangelisha. Mimi nilipostaka tu nifuata challenge. Ndio akaiona kaipenda. Akaikipeleka na akairiposti. Baada ya kuiriposti sasa a partir ya pesa ndio tukaanza communication. Sasa alikuja hapa Burundi sasa ndio tuliongea sasa naye tukamata muda mrefu tunaongea. Kwa hiyo hapo nikamsindikiza tena tukaongea. Naona ya tuliongea vitu vya mingi sana tena sana ni juu tu siajipanga fresh kwenda Tanzania. Nikienda Tanzania ndio kutakuwa vitu vikubwa zaidi. Na kitu kingine kibato kwa wanajua balozi wa Diamond, mtu mwanashimamia timu nzima ya Diamond ya WCB. Nasikia anaitwa Baba TJ. Na Diamond alimpresenter pale Kigoma. Alikuwa aliniinvite Champagne unapasha kuwa pale Kigoma kwa ile événement ya 10e anniversaire ya Diamond. Ni juste tout parce que na mimi nilikuwa préparer concert ya Indoto singe ya Chilia parce que ilikuwa événement kubwa. Alors ilikuwa niko obligé nibakie sikuenda lakini nilikuwa niko invité par mimi. Sasa kidogo hapo. Walikuwa invité kule nani mwele na anniversaire ya 10 ans ya Diamond. Na wewe ulikuwa uko na show ya Indoto. Kati ya viwili ni ndio ilikuwa iko na avantage au iko na importance kati ya Indoto na ile nani kama ni ile boy ya train ya Diamond? Indoto ilikuwa na importance sana parce que Indoto nilikuwa invité kama artiste musicien kuimba. Ile ya WCB sikuwa invité kama artiste musicien kuimba. Nilikuwa invité kama dake mtu mwenye iko mutimu ya WCB, mtu mwenye iko mutimu ya Diamond. Donc mtu ça je fais partie ya famille ya WCB. De quoi tu invité niende tu mwele événement parce que l'événement ni kwa manifeste non mais Indoto ni festival tena mimi kwa artiste parmi les artistes donc mwenye ndaimba tena kwa invité na mwenzangu artiste musicien mais ile ya nani ile ya WCB sio Diamond ndio ni invité non chef mwanashimamia timu zote za WCB ndio alikuwa ni invité yeah. Ça basi je comprendre. Je comprendre. Basi tutacha video ya Chechebele lini? Au hakuna video? Okay, video ya Chechebele iko napangiwa mu semene moja itakuwa lishatoka bafana basubiri. Iko napangiwa ndio mpango unapangiwa. Normalement sijaishoot lakini tulikuwa tunaipanga kivipi? Tulikuwa taka audio kwanza ikamate ifanye une semaine. Mais hivi ndio inaeneza sasa kama 5 jours. Tunasubiri inaeneza une semaine ni 7 jours. Kwa hiyo ingine 2 jours ndio tu shoot. Donc audio kifanya 2 semaines ndio video inafuata. Sasa basi Champagne sana ni kwagi. Kama uko na la kuongea, la kutwaga. Okay, kenze ngasema sasa hii bafana muiwe kama Mr Champagne iko hapo juu yenu, tufanye kazi, munipende, munisupporti na kitu kenze ngasema nawapenda sana. Mko mnashare kazi za Champagne, mko mnashare kazi za Champagne. La force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées et parce que appelle-moi commando par commando, les commandants qui commandent tous les commandants qui ne sont pas commandés par télécommande. Et masiku ko chanson ngine iko na inaitwa Papa Empoli.
Nishaona Papa Empoli na tia statue ka kibaba kimoja kile. Cheza Papa Empoli, juba Papa Empoli biko bengi sana. Kuna baba bengi usiwaoni biko napita mugari kiko senge. Ba moins sérieux grave. Banapenda banamuke na biko na babibi mu manyumba. Papa wanakuta akianza tembea hivi demarche shabadilisha bapendi kuzeka. Unamkuta ukiangalia miaka yake, ukiangalia identite yake unakuta kwa 60. Mais bitu iko nafanya nadhani vya mtoto wa 20 25. Sababu tunabaita Papa Empoli. Sio papa wote ndio biko vile. Lakini biko na ile ma comportement tunabaita Papa Empoli. Donc papa wote mko na ile comportement ni Papa Empoli. Yeah, mais atutai jina ya mtu ni nyimbo tu tunatoa parce que nous on est des artistes musiciens. Yeah. Okay, maana wewe uko Papa Empoli. Mimi siko napenda kwa Papa Empoli. Yeah. Peut-être ça m'a pas qui. Anago wanafikia Papa Empoli. Ajabu. Yuko na wanafikia Papa Empoli. No. Papa Empoli nani? Nikutai basani ba Papa Empoli. Nikutai jina basani ba Papa Empoli. Yanze bataya pasai ba Papa Empoli. Unataka bataya wote pasai. Wanasema wote na usibaki hata mmoja. Ya chabi vitu. Basi watatu tu wawili. Siwezi acha vitu. Niko na soigner ma relation yangu na ba artiste, sitaki ma problème na ba musicien. Lakini wanakuaga lakini. Kama mu blague vile unakuta mwingine anasirika, unaona ya. Ni kama ile problème ya Famba. Unaona ile ma dossier ile unataka ya Famba ni 2017 kama 16. Et pas imaginer pas l'autre comme 2020. Ça imaginer on est des artistes musiciens. On a mis ukifuata ma émission mingi biole bien frima. Ananitukana presque kila siku. Nataya jina yake na hivi anatavuma ajabu. Unasikia? Tunaka mole bien frima. Acha nimutae tena jua vume. Unaona kama ule ananitukana presque kila siku na kishindia muziki, na kishindia ubogare, na kishindia kujulikana, lakini utakiwa tukishakamata muda tu yake kinekala kinatukana Fizo, kinatukana si kama kinatafuta success kutukanana sijui. Sasa unaona mtu kama ule ushona mimi nasirika. Sisirika kiangu juna ni muziki, kila mtu uko free kuongea sana anataka. Ndugu yangu Famba depuis nisema vitu ya 2016 paka leo anakuwa nasika kama visikani anakuwa na sasa mimi na shaka yako sasa visikani ya Famba haikuwa kivisikani ya hivyo iko sasa haikuwa visikani ya hivyo unaona na shaka yaka unapasha kwa kingine mimi siwezi ngakisema yeye peke anakijua. Mimi najua kingine kifamba anisemesha najua kwa tumaka Famba anibania unaona tuna Famba yeye alipataka hiyo chance ya kukuwa mwalimu kuparticiper mbicho ma evenement unaona kushoka ma evenement anapasha kwa parmi ba vitu organisation nini unaona sasa ile problème sasa ile mkali wa shonyo ndio inaletea problème iko Famba ile nasema hivi ile mkali wa shonyo nasema ndio inaletea mi problème kwa Famba hapo utakutana na mponda ngosio mkali wa shonyo juu leo ba fans wengi bananza nitango iti champagne mkali wa shonyo unaona manake atakumiba jina ndio maana mie hakuna siku utasikiaka nijiite champagne mimi ni mkali wa shoni mimi sijitapaki bana nitapaka unaona na jina zote unasikia niko nazo watu wananipatia la force qui force bro wewe uko la force qui force et toutes les forces qui ne sont pas forcées kweli yani bakiamo wewe kabisa uko commando par commando les commandants qui commandent tous les commandants qui ne sont pas commandés par la télécommande kweli yani bakiamo na bikamatia wapi kwa Facebook naweza nikaposte photo nasikia naandika tu kwa jina na mimi naibloquer nafika nijipati mais hata sikiaka ni ile fasi nje jitami champagne niko mkali wa show mimi champagne ndio niko hivi mimi siko sibisikasi na tabia yake Mobutu vitu ya kuji mimi nafanya kazi zangu ndio zinaongea bafananya wanza nipatia majina hapo ndo nafikana naona beef yako na Famba kwenye detoka manake wewe ulikuwa unataka kumpeleka kama ni sifa zake na yeye ndio anajulikana kama mkali wa show wewe ukaanza kuita mkali wa show ndio ikaanza kuleta makonflikt uzina wewe uko na nani uko na uchokozi hii kesho kuna uchonganishi sio ndio kuna kusema sasa mimi siasema hivyo unafanya en fait unajua mie siko hypocrite mimi naongea kweli mimi sina problem na Famba unasikia sina problem na Famba kuna emission niliongeaka ya zamani ndio yenyewe mpaka leo naongeaga nasema fasi yote Champagne nisema kwa emission Champagne nisema kwa ile emission niliongea balolilo niliongea watu bengi sana kwa ile emission mais Lolilo c'est un artiste mwenye anaelewa muziki ni nini anayua vitu ya showbiz
unaona ana comprendre anapotezea ilikuwa tu ni gaze moja hivi ilikuwa tu ya mbio na comprendre unaona mais kwenye kia comprendre mbuzi na bakes na kukula zinanipenda sana unasikia sasa sio zinafataka mtu ananuka pia unaona sasa ndio bana nikakia comprendre kama Famba yeye problème yenyewe kuna mimi sio problème ya juu nifanya kile émission non sio juu l'émission non jo kugisi mimi namjua je ne pense pas que ile émission ya mu 2016 ndio nzeka mfanya baki kila siku na kankine na mimi no ni hivyo tu vya ma concert ni vile vya champagne na anaanza panda show anachamusha watu public zile style moya unaona nikipanda kusene atufanye style moya mkuimba ajumi niko na vitesse hatari sana mimi atoani mahit nikitoa chanson napasha zunguruka ya atufanye style moya mkuimba wala atuimbi pamoja atuna modele moya style ya kuimba modele style moya kupanda kusene non unaweza kupandaka na nyingine ile muziki ile masebene ya Kongo le monde lève les non sasa champagne ça leo ça anza panda sa mina za panda sasa mimi sasa kiningo na hiyo vitesse ni ile look beauté façon ya kugia ku scène plus niko jeune niko petit afu niko tena damu ya mpya na kuya bana mke wananipenda sana ba chérie champagne I love you champagne I like you you so sexy mbia I like you too yeah Ngino kwa mzoa vituko nimwambia kama ni mzoa vituko yaweza kumwavzione nje jione wenyewe champagne sana kwagi bye unapenda sana asante wanawake wanakupenda na wanipenda mimi nakunda chana kweli sawa basi bage kuimba ndio tutafuta tunapendana merci usigaze Kirundi baramutse abakunzi mu Kirundi abafanzi ba Mr Champagne ndabakunda cyane jewe Mr Champagne ni muririmbyi nigakome cyane ni muririmbyi ndakunda Burundi ndakunda Abarundi ndakunda umuziki mu Burundi ndakunda abafanzi ba muziki mu Burundi ndakunda aba artiste musicien ba muziki mu Burundi na jewe ni Murundi Murundi nikakomeye cyane no Murundi akomeye cyane so Murundi kazi byo ngo yari yihenze so guys reka ndabashimire cyane no kuri kumwe mwakoze kuraba iki kiganiro ini 2020 n'umwaka mushasha d'abord kwanza meilleur vœu mwese mbabare kwa ntayivutse mu ntango ngira ngo nari un peu sinzi umwaka mushasha mwese bakunza Silent Vibes kuri turabakunda cyane zo bari umwaka mwiza natwe tuzutwere umwaka mwiza muzohora ibiganiro byinshi byiza cyane uyu mwaka n'umwaka wo gukora cyane ku bantu badakora fa kumurondera ibintu mukora kugira ngo mushoke yo kipa kuri umwaka uzobe umwaka mwiza kuri mwe ko mudafise mutari gufise murakoroza usanga wabaye nk'imyaka ihize canke nk'umwaka wa changement refo ko wa mwaka wa changement kuri mwese merci beaucoup ni uzira ko dushaka dukurikirana kuri Instagram ni Silent Vibes kuri Facebook page ni Silent Vibes kandi kuri abantu bose dufollowinga merci beaucoup vous aime alors surtout abantu basiga mu commentaire mwebwe mwebwe muri ku mutima amazina yanyu ndayazi muzo kumanda ko ndayavuga bye bye je vous aime beaucoup.